mpaka robo limepotea moja kwa moja mpaka hatua ya nusu finali. Zamalek pengine ndio ambaye mnakwenda kukutana naye. Umeonaje kwanza mchezo? Kwanza ni faraja tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Leo kila mwana Simba ana historia ya kulinga katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu ni zaidi ya miaka 7 sasa tunakuwa tunaishia hatua ya robo finali na hata wameshatuita majina mengi sana, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ni wa kila mtu. Kama unavyosema kwamba Mungu ni wetu sote, tunapata bahati ya kuqualify ya kwenda nusu finali kwa miaka ya hivi karibuni. Hii tunashukuru sana, tunashukuru benchi la ufundi, management pamoja na wachezaji kwa kujitoa kwa asilimia kubwa zaidi katika pambano la leo. Unakubali kama timu yako bado na madhaifu, pengine hii mechi mlitakiwa muiamue kabla ya mikwaju ya penalty? Of course, kwa sababu ukiangalia uzani wa Al Masry na Simba Sports Club ni vitu vili tofauti, lakini challenge ambayo wamekuja kutugeia, ndio maana mimi nasema kwamba hiki ambacho Simba wamekifanya mimi kwangu nilikuwa sikitarajii, lakini kwangu imekuwa kama ni surprise, kwa sababu tumetengeneza timu, tumebomoa kikosi kizima, tumekuja kuweka kikosi ambacho labda kiko kwenye project mpya ya mwalimu, lakini yote kwa yote tunaona ni jinsi gani ambavyo Simba wamestruggle, wamekosa nafasi nyingi, lakini pia uwanja ulikuwa ni changamoto katika zile nafasi ambazo walikuwa wamezipata kuzikonvert kuwa magoli. Mimi naamini hilo ni changamoto kubwa ambalo kocha inahitajika akae kwenye kiwanja cha mazoezi na wachezaji kujaribu kuweka hili swala kidogo likae vizuri. Yote kwa yote tunasahau yote, tunaangalia furaha ile kwa tarehe 9 kwa miaka 7 ambao tulikuwa tuna struggle kuingia nusu finali. Kikubwa mimi nawashukuru wachezaji kwa jinsi ambavyo wamejitoa kwa asilimia kubwa kwa siku ya leo. Raundi ya kwanza kule Suez nchini Misri alicheza Lionel Ateba, lakini matokeo na namna ambavyo alikuwa anacheza akasema anaichelewesha Simba kupata matokeo. Steve Dese Mukwala amefunga goli, amefunga penalti. Hii inaonyesha Dese ni bora kuliko Ateba. Hapana, unajua sometimes kuna wakati haumpendi mchezaji. Mimi bado Ateba ni mchezaji mzuri, Mukwala naye ni mchezaji ambaye unaweza kusema ni mviziaji katika nafasi ambazo zinakuwa tunatokea, na pia yeye ni mzurulaji kwenye yale maeneo. Kwa hiyo mimi naamini wote mastreka ni wazuri, lakini kwa wakati huu na approach ya kocha katika mpinzani tuliokuwa naye ilimpendeza zaidi kocha aende na Mukwala, na obvious umemuona Mukwala anakwenda anasafiri juu, close iliyopigwa na Shabalala, anakwenda kupiga header ambayo imekwenda moja kwa moja vuni. Yote kwa yote mimi naamini kwamba Dese Mukwala siku ya leo alikuwa ameamka vizuri, na wote ni mastreka ambao mimi naamini wana kiwango sawa. Mimi nashukuru kocha kwa kuweza kuangalia weakness ya mshambuliaji mmoja ambaye alikwenda kufanya makosa katika nafasi 9, hajazigeuza kuwa magoli, akajaribu kwenda na yule mchezaji ambaye alimuingiza sabu, leo amekwenda kumlipa. Yote kwa yote huu ndio walimu ambao unaangalia weakness ya mchezaji wako, na unapokupata mtu ambaye anaweza kwenda kukurekebishia makosa katika mechi iliyopita ya pili akafanya vizuri. Hiyo ndio maana ya walimu, kujua nani anaweza kwenda kunisaidia kwa wakati gani na mpinzani gani ili kupata matokeo, kwa sababu timu hii Al Masry ni timu kubwa katika vilabu vinne Misri. Misri ni ligi bora katika Afrika, na hii ni ya 4 katika ligi ya Misri. Kwa hiyo ni timu ambayo ni nzuri, na ukiangalia juzi kati wametoka kucheza na Pyramids, wameweza kutoka sare. Kwa hiyo weight ya Al Masry na Simba naweza nikasema ni sawa katika mpira, lakini kuna vitu ambavyo Simba waliwazidi Al Masry na Simba kuweza kupata matokeo katika siku ya leo. Jinchazi huwa ni kama anawachelewesha kufika nchi ya ahadi. Mimi naamini Jinchazi huwa anacheza kwa maelekezo ya mwalimu. Hiki ambacho yeye anakifanya naamini ni maelekezo ya mwalimu. Naamini ni maelekezo ya mwalimu, na mtu anaweza kumuona Jinchazi huwa ni mtu ambaye labda anachelewesha matokeo au labda kupata matokeo kwa haraka. Mimi naamini yale ni maelekezo ya mwalimu. Yote kwa yote tunasahau siku ya leo ni furaha kwa wanasimba wote kuhakikisha kwamba wanaingia nusu finali. Mimi naamini ni furaha kwa makosa yapo kwenye mechi yoyote, mchezaji yoyote huwa anafanya makosa kwenye uwanja. Kikubwa tunajaribu kuangalia hiki ambacho tumekipata kwa siku ya leo. Aliwahi kusema Dominic Salamba, sio wazuri ila timu wanazokutana nazo ni dhaifu, that's why wanaweza kufika finali. Unaungana naye? Of course, kwa sababu hatujawahi kupata timu yenye weight ndogo kama hii Al Masry. Ukiangalia robo finali zote tulizocheza tulikutana na watu ambao wana weight kubwa. Ukimwangalia mtu Orlando Pirates, ukimwangalia mtu Kaizer Chiefs, ukimwangalia watu kama labda wakina National Al Ahly, ulikuwa weight yao ni kubwa kwetu. Tukampata mtu ambaye tunaweza kucheza naye bila kwenda kudefense. Ukiangalia hata mechi ya mkondo wa kwanza tulikwenda kumshambulia ndani ya dakika
90 zote. Kwa hiyo mimi ningeshangaa kama Simba angeshindwa kwenda qualify katika mechi ya leo. Ina maana mimi nilishasema viongozi wangeenda kujitathmini, kwa sababu hawa tulioweza kila kwenye engo. Yote kwa yote, mimi naamini Simba lazima wajipange kwenye mechi ambayo endapo mpinzani kati ya Zamalek na wale wa South Africa, yoyote atakayekuja atakuwa ni mzuri zaidi, na naamini sisi tutaanza nyumbani, tutamalizia away. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo kikubwa, kocha ajaribu kuangalia kwenye finishing, na wachezaji pia wajaribu kujituma kutoka asilimia ya kwanza mpaka 90. Iwe inategemea na approach ya kocha ambayo itampendeza kulingana na mpinzani ambaye tunakutana naye. Zamalek ananuswa, na kama ndio ambaye atakuja hapa Benjamin Mkapa katika hatua ya nusu finali. Ukitizama kikosi chako na mzani wa Zamalek, unaona una nafasi ya kutoboa? Mimi nauheshimu sana mpira. Kikubwa mpira huo una matokeo ya kikatili sana. Acha tuione raundi ya kwanza itakavyokuwa, na ndo naweza kuja kuongea tathmini ya mechi ambayo inakwenda kumalizika. Sasa hivi nitakuwa mtabiri na nitakuwa naonekana kama si mtu muhimu katika chombo chako hiki cha Scope Media, kwa sababu mimi natamani sana kuongea vitu vya mpira. Endapo Zamalek ataqualify, atakutana na Simba, si ndivyo? Endapo mkondo wa kwanza utakapocheza Benjamin Mkapa, ndo nitapata picha halisi ya Zamalek anatumia mifumo gani, Simba naye amemwataki Zamalek katika mfumo gani, ndio tunaweza tukapata picha halisi kwenye nusu finali Simba anaelekea wapi. Ukinukuliwa na mashabiki baadhi wa Simba, wakinukuliwa walisema kama zile fullback zako left na right zimechoka, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein. Leo Valentine Noma ameaminiwa. Wale watu ambao mlisema waaminiwe, umemwona Valentine Noma amemdhihirishia mwalimu kwamba yeye pia anaweza kucheza ikitokea Mohamed Hussein hajaanza, na ndio maana alisajiliwa, kwa sababu kila namba lazima iwe ina mbadala. Mohamed Hussein mimi siwezi kusema kwamba amechoka. Majukumu aliyokuwa nayo leo alikuwa anaishi kwenye mstari unaogawa uwanja, ndio alikuwa amesimama pale. Kwa hiyo chini alikuwa yeye kuja, alikuwa haji muda mwingi sana, yeye alikuwa anakwenda kwenda kushambulia, na hata ukiangalia goli la pili alilofunga Dese Mkwala, yeye ndo alikwenda kutoa assist. Kwa yote yeye alikwenda kuongeza namba ili zile winge kati ya Kip Dennis na Elia Mpanzu waingie ndani kuongeza namba kubwa katika wapinzani, kwa sababu ukiwaangalia Al Masry walikuwa wengi sana kwenye boksi. Kwa hiyo ni lazima na wewe uongeze namba kwa jinsi gani kwenda kuharas na kuweza kupata matokeo. Mimi naamini kabisa Shomari Kapombe, Mohamed Hussein ni wachezaji ambao wanaipa nguvu kubwa Simba kwenda kuwataki wapinzani kwa kutumia wings, kwa kupitia pembeni. Na pia ukiangalia Mpanzu na Kip Dennis walikuwa wanaingia katikati, wakati huo Shomari Kapombe au Mohamed Hussein walikuwa wakipita pembeni kuongeza namba kubwa. Kwa hiyo mimi naamini approach ya kocha ndio inasababisha mtu anaenda kuwahukumu hao watu, lakini yote kwa yote bado ni majenerali, mimi naamini kabisa ndani ya Simba Sports Club. Ndio maana nasema bado Zamalek watakapokuja hapa, endapo kama watapita, ili tuje tuone Zamalek anapita katika hatua gani. Mkondo wa kwanza tujue tunakutana naye awamu ya kwanza, tutaenda naye awamu ya pili, tutaenda kufanya nini. Kikubwa tunafurahi wana Simba kwa kukodify nusu finali. Hayo yanayokuja tuangalie yanafurahisha au la. Hichi ambacho kimetokea leo, mwanzo wa msimu ulisema utarajii. Kwa nini leo umekuwa kama ilikuwa unaamini Simba wanakwenda kushinda, ikiwa mwanzoni mwa msimu ulisema utarajii kama timu itakuwa na uwezo wa kufika hata nusu finali? Sijaamini kabisa, kwa sababu ukiangalia Simba bado kuna weakness nyingi ndani ya Simba Sports. Light kama tungekutana na mpinzani ambaye ana weight kubwa, sisi ilikuwa tunaondoka, lakini tumekutana na huyu ambaye tulikuwa tuna uwezo naye kila eneo. Kwa hiyo mimi naamini kocha ajaribu kufanya marekebisho kwa haya aliyoyaona, kama alipofanya marekebisho tulivyokuwa Cairo. Kuna vitu amekuja kuvirekebisha kidogo, tumeiona kwamba Simba imetulia. Amefanya rotation ya kumuingiza mtu kama Steve Dese Mkwala ambaye amekwenda kufanyia mambo makubwa sana ndani ya uwanja. Kwa hiyo hivyo kocha, mimi naamini kuna vitu vingi ameviona, kuna makosa ameona vijana wake wamefanya makosa, atarudi nao kwenye kiwanja cha mazoezi. Tunakwenda kukutana na timu ngumu, timu kubwa ambayo tuna historia nayo ya kuitoa mwaka 2003. Yeye ndio alikuwa bingwa mtetezi. Kwa yote kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Mimi naamini hilo. Bwana, aggregate ikiwa 2-2, penalty 4-1 mnamuoa Al Masry. Pengine tuseme Al Masry ni unga au daraja la bora la Simba limepanda. Hapana, unajua unapokwenda kwenye baada ya kuwa aggregate 2-2
tukaanza usha.